Kwa nini wazalendo wameshindwa kusonga mbele na kukomboa maeneo ambako waasi wanadhibiti? Kwa nini wanakuwa wakiongea sana kwenye mitandao ya kijamii lakini wanashindwa kutekeleza kile ambacho wanakiongea? Kwa nini walisema watakomboa Bukavu lakini kwa sasa inakuwa wanazungumziwa Uvira? Kwa nini wazalendo wamekubali kuwa nyuma ya FARDC? Chanzo ni nini? Hayo ni maswali msikilizaji na mtazamaji wetu ambayo labda naye unajiuliza peke yako, lakini mchana wa leo tumepata majibu kutoka kwa wazalendo wenyewe, kwa sababu tumepokea maswali mengi kwa watazamaji wetu na wasikilizaji kusema kwamba wazalendo wameshapoteza njia yao au hawataki tena, wengine wakisema kwamba tayari wameshakuwa kwenye mlengo mmoja na jeshi la taifa FARDC ambalo wanakuwa wakirejea nyuma, kitu ambacho kinawapelekea raia kutokuwa na matumaini tena ya kuweza kukombolewa. Sasa msikilizaji, mchana wa leo nitakukutanisha nimewakutanisha pamoja baadhi ya viongozi wa wazalendo ili tupate kujua chanzo ni nini haswa kinachopelekea wao kushindwa kusonga mbele, lakini pia wao kushindwa kukomboa maeneo ambako waasi wanayadhibiti. Msikilizaji, hii ni Amani TV Media na mimi ni mtangazaji wako Ramsi Ramadhani. Tuko hapa kufanya utafiti wa kina ili kuhakikisha kwamba unahabarika na unapata habari za ukweli na za uhakika kuhusu kila kinachoendelea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hivyo ili uendelee kupata habari zetu na kusubscribe, kucomment, lakini pia kusambaza habari zetu kwa walio wengi zaidi. Mchana wa leo tutazungumza na baadhi ya viongozi wa kizalendo tupate kujua chanzo ni nini tangu wazalendo waitwe kuwa wazalendo. Umeonekana mabadiliko makubwa sana. Hapo awali walipokuwa kiitwa Majimaji walikuwa na sifa ambazo kila mmoja alikuwa akiwaogopa, lakini kwa sasa wazalendo hawagopeki tena. Hii inatokana na nini? Kwa hivyo msikilizaji, na kuomba kuwa nami mwanzo mpaka tamati, maana tutaongea mengi na wakubwa hao wa kizalendo. Wametoa siri nyingi na kupelekea za kuonyesha kwamba ni kipi kinachosababisha wao kuto kusonga mbele, wao kuto kukomboa mji wa Uvira, lakini pia maeneo mengine ambako waasi wanayadhibiti. Mimi ni mtangazaji wako Ramsi Ramadhani, kuwa nami mwanzo mpaka tamati. Natumai uko salama, na bila kupoteza muda nitamkaribisha moja kwa moja kati ya makamando wa kizalendo kutoka kwenye uwanja wa vita huko milimani, milima inayonukia mji wa Uvira. Hawezi kutuambia. Kamanda, wazalendo mnakuwa mkiongea sana kwenye mitandao ya kijamii mkitoa tahadhari, lakini pia mkiendelea kuahidi raia kwamba mtakomboa maeneo ambako waasi wanapatikana, lakini mwisho wa siku mnakuwa wa kwanza tena kuwa narudi nyuma kama inavyofanya na jeshi la taifa FARDC. Sasa unaweza kutuambia nini? Unasema tangu hapo awali mlitangaza kukomboa mji wa Uvira, kamanda, lakini mpaka sasa hakujawa na mabadiliko yoyote yale ambayo endelea huku. Unasema kwamba raia endelea kutekwa katika mji wa Uvira na nini ndio wakombozi ambao raia wanawasubiria. Kwa nini mnashindwa kusonga mbele na kwenda kukomboa mji wa Uvira, kamanda? Amjambo tena watangazaji. Hiyo ni swali nzuri kwa kuniuliza. Nafurahi sana ndugu yangu mtangazaji. Kitu ambacho utajua ni kitu kimoja, tunahofia kusema kama tutawisha raia, na ndio maana tulikuwa na chunga wa ndugu zetu wazalendo na wa FARDC ambao wenyewe wanakuja njiani. Mungu kwanza wabariki, wafike salama, sababu tulikuwa napenda wakuje, kisha baada ya kuja kufika Kalundu nasi vile vile tunashuka ili tukomboe raia ama wakongomani. Pili, kama mimi nina silaha, lakini kuna wengine hawana silaha. Kama mimi nimebahatika kushika silaha, lakini sio wote ambao wana moyo wa kushika silaha. Na ndio maana nazidi kuambia raia wa Uvira, mkae kimya. Ule mtu ambaye atashota mwingine vidole, mumkapte sura, mumshike sura tu, lakini mnyamanze, mkae kimya. Mkae kimya. Msisemeseme ama msijibiane na mtu wote ule, sababu wao wanyamnyamu wamebahatika kutia wane leo ndani Uvira. Tena ni wengi sana, na kuwapa pesa. Raia wa Uvira, kaeni kimya. Sisi tupo njiani, tuko nakuja, na kila kitu ambacho kingi kinapatikana tuko tunakiona kwa macho na tunakishuhudia kabisa. Ninachowaomba raia wa Uvira, Mungu awabariki na wasaidie, awaepushie na wadui.
Lakini vile vile baadhi yetu tunakiaona kama adui wa Kongo ni mkongomani mwingine. Adui wa Mkongo ni mkongomani mwenzake. Wa Descartes, wa Daveni, wa president wa jeunesse, wamoja kati yao ni waadui, na wamoja tumeshawajua na wapo katika ndani ya akili zetu. Waendelee. Kilichokuwa na mwanzo lazima kiwe na mwisho. Unajua ndugu yangu mtangazaji, siku yoyote ile mtu anapasha kutukaniwa. Hata Yesu mwenyewe alitemewa mate, akapigiwa mjaledi, akasemwa kila aina ya ubaya. Lakini hautojali. Lengo langu ama lengo letu sisi wazalendo ni kuokoa taifa. Hatujui mbaya, hatujui mzuri, bali ni kuokoa tu. Na waraia ambao wanasema kama sisi hatufanyi kitu, lazima, unajua wakati mtu akiwa katika shida ni lazima kufuru, na lazima uzungumuze pointi ambayo yenyewe haina msingi. Lakini wako na haki ya kuzungumzia vile, sababu haina haja ya kujionyesha huku chini. Kweli ambao upo, naomba ndugu zangu Wakongomani, kikweli Mungu iko na wapa ndugu zetu bidii na ujasiri na nguvu. Wako njiani, wako nakuja kuwaokoa, wako nakuja. Baada ya pale, nyinyi mwikae chini tu kwenye maombi, muombe wa ndugu zetu ambao wakipatikana katika uwanja la vita, FARDC, wazalendo. Mungu azidi kuwabariki na kuwapatia ujasiri na bidii. Hiyo ndiyo ambayo nitaambia ndugu zetu ama raia wa Uvira, mzidi kuomba Mungu ama mtuombee Mungu. Mimi sijakubaliana na hilo ambalo anazungumza kiongozi. Kwa nini? Kwa sababu mbona waasi wa M23 wanapotaka kuchukua maeneo fulani, wao hawajali maslahi ya raia, wanakuja moja kwa moja na kuondoa maeneo ambayo yanapatikana. Sasa kwa nini nyinyi mnakuwa mnatizamia raia eti kwamba mnawafia raia? Kwa nini sasa mnashindwa kuwafuata pia kabla wajaingia katika maeneo ambako kunapatikana na raia wengi, kamanda? Unajua hao watipe waliingia, cha kwanza hawajui maana ya raia, hawajui thamani ya mtu ni nini. Na kama wangali wanaendelea kuwa watu, sababu hawajui maana ya mtu ni nini. Na ndio maana vile vile sisi hatuwezi tukafanya ile manyanga ya kuwa watu, hapana. Sasa wewe unafikiri tukishaingia bila mpangilio, unafikiri population itateketea kiali gani? Sana baada ya population ya kuteketea, sasa sisi kama vile wanajeshi tutapelekewa na wanani? Vita ni kalikile, vita ni hesabu. Umeona? Vita ni kujua mondoko ya adui iko je, na adui anapita wapi, na adui atafanya nini, na adui iko mnini. Sio kupiga tu mabomu na masisi kiolela, hapana. Sio vile, sio ndio vita hiyo. Acha wenye ubaya wafanye ubaya wao, sababu sisi hatuko tena wa mwanzo mwaka wa kuiga tena tabia ya uwaji, hapana. Sisi kama vile wanajeshi wazalendo tunajua maana ama thamani ya raia na watu ni nini. Kwa sasa sikisi watoto huko wanalia porini, unasikia? Sababu hawana lolote lile. Ndio hivyo, sisi hatuna ile karama ya kuwa watu, hapana. Hatupendi watu wateketee. Najua kama katika vita watu lazima wafe, lakini sio gisi wananchi wanafikiria kumaliza vita ama kupigana vita, hapana. Waasi ni waasi, usikiji nitoka ni waasi. Sisi hatuko waasi, hapana. Sisi ni watu wa watu.
Unaona ndugu zangu mtangazaji, huyo ni kamanda wa kizalendo kutoka huko kwenye uwanja wa vita kwenye milima inayonukia mji wa Uvira, akieleza sababu ambazo zinapelekea wao kushindwa kusonga mbele kuelekea katika mji wa Uvira. Mpendwa msikilizaji, na kuomba na wewe pia uandamane nasi ili baada ya kipindi hiki utakuja kutoa maoni yako, iwepo wazalendo hawa ambao tunazungumza nao siku ya leo wapo sahihi, aidha maneno yao itakuja kukupatia faraja, aidha unahisi kwamba kuna matumaini yoyote ile. Tukitana na kamanda huyo, tunaambatana pia na kamanda wa kizalendo kutoka kwa tarafani Kabare, Mheshimiwa Abubakar Zihindula Jombo. Kamanda, ujambo kwanza na karibu kwenye mjadala wetu wa mchana wa leo tarehe 6 mwezi Januari mwaka wa 2026. Kamanda, umeweza kusema hapo awali kwamba katika jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuna wasaliti wengi sana, kitu ambacho inapelekea nyinyi wazalendo kushindwa kuweza kusonga mbele, lakini pia kuweza kufaulu katika vita hivi vya uasi wa M23. Lakini swali ni moja, kiongozi, unaposema kwamba kuna usaliti mwingi ambao upo kwenye jeshi la taifa FARDC na nyinyi wazalendo mmekubali kuwa nyuma ya FARDC, auone kwamba nyinyi wote mtaonekana kwamba ni wasaliti, kiongozi? Kweli mtangazaji, sisi tumeshaona kwa wao ni wasaliti, na kukua kwetu nyuma yao si kwa kutaka kwetu, isipokuwa sisi kama vile viongozi wa wazalendo tunaendelea kuilaumu RAD, kwa sababu RAD njo ilikubali kusema kuwa mzalendo anakuwa sous commandement ya FARDC, na vile vile tunaendelea kuilaumu vile vile gouvernement congolais y compris chef de l'etat, kwa sababu ilikuwa inatakiwa sasa kumzalendo kupewa vifaa kama kawaida, apewe maarme lourde, apewe madrone, kwa sababu mwenyewe achukue commandement ya kukomboa mji. Lakini mpaka kwa sasa sisi tunaendelea kuwa nyuma yao, si kwa kutaka kwetu. Unajua ndugu yangu wana mtangazaji, katika swala la kijeshi tukiangalia code penal militaire mko kitu wanaita usurpation de fonction, meme aussi usurpation de grade, kwa sababu wakati deja superieur wako anakupa ordre uko oblige kui execute. Ni kwa sababu gani sisi tunaendelea kujiweka nyuma? Unajua sisi wazalendo hatuna artillerie, aussi ukiangalia wengi wetu wako wa sans-arme. Lakini sasa ukitazama hilo jeshi la FARDC liko bien equipe, liko bien arme, kwa sababu vifaa vyote wamepewa vifaa. Na ndio maana sisi wazalendo kama vile infantry, kwa sababu unajua wanaopigana vita ndugu yangu mtangazaji ni infantry, kwa sababu pindi artillery inaporusha yale mabomu makubwa inaonekana vile vile infantry kufanya nini? Kufanya advance, kuadvance, kukabiliana na adui kumwili, kwa sababu unajua kama nguvu za mzalendo yeye hapigane kama vile wanaopigana FARDC kurushiana mabomu kwa umbali. Hapana, mzalendo ni mtu ambaye anakabiliana na adui face à face, wanaonana. Na ndio maana unajikuta hawa M23 wanatumia zile masilaha nzito nzito, mamisile, maarme lourde, madrone za kamikaze. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu wanajua ya kwamba wakikutanana na mzalendo, kwa kweli sikudanganye, hata akiwa na magazini moja ndugu yangu mtangazaji anaweza kaangusha watu 20. Na ndio maana sisi sikitiko letu tunaendelea kusikitika, ijapokuwa usaliti unaonekana asubuhi kama vile jioni, lakini hakuna hatua imeshachukuliwa kusema hapana, hao wazalendo mara kwa mara wanaomba vifaa ili wajipeleke wenyewe. Hao wazalendo mara kwa mara wanaomba maarme lourde, lakini dotation haipatikane. Na ikiwa sisi tunasema hivyo kwa kuwa FARDC yote imeshawishika, kwa sababu imeshaonekana moja kwa moja kwa hii mipango ya usaliti inatoka kwa Maison Militaire Nationale Kinshasa. Kwa sababu mtangazaji, hii mipango haingelikuwa inatoka mule Maison Militaire ku niveau national Kinshasa, kama kuna yule ambaye anaweza akaja utofauti na mwingine. Lakini imeshaonekana moja kwa moja
pindi wanapofanya kikao kule juu mumezo military Kinshasa kuchagua ni nani ataenda kugomboa huko Sud Kivu, ni nani ataenda kugomboa jeshi kule Nord Kivu, inaonekana wale viongozi ambao wanachagua makamanda ubia wanachagua wa komanda d'operation wa observance wanamchagua mtu na wameshampa ideology kusema wanaenda, lakini mpangilio wetu ni huu, mpangilio wetu ni kwenda kuangusha Uvira, mpangilio wetu ni wa kuangusha hadi Lubumbashi. Na ndio maana unavyoona kila anayekuja anakuja katika ule mpango wanamtangazaji, kwa sababu mujeshi ya Kongo kuna kitu ambacho wanakuambia kwamba wakati ordre inatoka inabidi kuexecute bila kufanya declaration, lazima kufanya declaration. Na ndio maana unajikuta ikiwa sisi wazalendo tunaendelea kuwa na resistance, kwa sababu mzalendo anaweza akapewa ordre na akajikuta kuwa ordre ambayo amepewa ni ya usaliti na akakataa, kwa sababu sisi moja kwa moja hatuna ile ambayo wanakuambia kwamba uongozi jitoa ordre hautakiwe kuuliza wewe ni kufanya kazi. Hapana, kwa sababu sisi tunajua kama ordre mal donné lazima mtu aiboikote, lakini wao wanapokuja hivyo inaonekana kama ni mipango wanapewa kutoka Kinshasa, kwa sababu hakuna anayekuja anabadilika, wote wanakuja mpangilio ni ule. Sawa kiongozi, lakini sasa kwa upande wako wewe Mbogo, kwenye uwanja wa vita unapendekeza kitu gani? Aizo na maono gani iwepo hatua hii ikichukuliwa, vita hivi vinaweza kufika kikomo kiurahisi kabisa? Kwa sababu vita hivi vinaonekana kuwa vikubwa sana, vinazungumzwa kwa ukubwa, lakini ninyi wazalendo mkiulizwa mnasema kwamba vita hivi si vita, ni vita vidogo sana kwetu sisi wazalendo. Sasa unahisi njia ipi ambayo mnahisi kwamba inaweza kupelekea nyinyi wazalendo kuweza kushinda hivi vita kiongozi? Kama unavyosema mtangazaji, ya kwamba wewe kwa upande wako umeona kuwa vita ni virefu, hii kauli yako na mimi naisapoti 100%. Kwa sababu gani? Ni kitu gani kinachofanya vita kuwa virefu? Ni siasa mbovu na ukosefu wa nidhamu wa government yetu ya Kongo. Nikizungumzia wabunge, mawaziri na hawa maaskari wasaliti, kwa sababu imeshaonekana kama hata wabunge na mawaziri wote ni wasaliti. Kwa sababu gani, wana mtangazaji? Mimi nafikiri tokea hapo awali vita imeanzia Goma hadi leo Makobola, wameshaona ya kwamba katika jeshi la FARDC usaliti uko, na usaliti unatokea Maison Militaire Nationale Kinshasa, lakini hakujakuwa plaidoirie ya badepute nationaux ya baministre kusema no, tutoshe partenaria kwa wazalendo ya 100%, tuwapatie munition, tuwapatie armement, tuwapatie logistique y compris salaire, motivation, kwa gisi wao wenyewe wafanye liberation. Hichi kitu hakiko, kwa sababu wana mzalendo. Mimi nitazungumzia kwanza unite ambayo mimi natumika ndani ya General Abdou Matata Panda wa Lubarika. Anaweza kuwa na polisi ya 2085 militaire, lakini tukiangalia 2085 militaire, presque 1500 iko sans arme, na tokea mwezi wa pili tulidepose maetat de besoin hadi leo hatujapewa hata AK-47 moja, haijapatikana kusema kama silaha hii tunatoa dotation kwenyu ili mkomboe muji. Na ndio maana mimi nakwambia kwamba tunaendelea kuona kama rais akiendelea kuwa na huu mtizamo, rais akiendelea kutegemea kama diplomasi na faulu wakati inaonekana wanasiasa akili zao ziko pamoja na rais. Lakini ukiangalia wanasiasa wetu imeshaonekana kama hata wao wengi wao hawako pamoja na rais. Wengi wao mguu wao kwa upande wa adui na mguu wao mwingine kwa upande wa rais, kwa sababu hakuna proposition yoyote ile wamesha propose wao kama vile wabunge. Hakuna loi yoyote ile wamesha adopte kama vile wabunge kusema kama tuangalie namna hata tunaweza fanya reduction kusalere zetu ubietu propose budget juu muzalendo apate soutien, muzalendo apate
ingalawa motivation hakuna, kwa sababu wote wanaona ya kwamba huyu mzalendo ndiye anaisababisha malengo yao ya kubalkanize nchi isikabilike. Na ndio maana unakutana hata wabunge, hata mawaziri wote, hakuna anayeleta wazo yoyote ilijua kumsapoti mzalendo, hakuna anayeleta wazo yoyote ilijua kusema hapana, watu tuwapatie armema ya mzuri, tuwapatie partenaria, tuwapatie logistics. Hakuna. Kwa sababu gani? Wanaonekana kama wote ile renye ya 18 ya Joseph Kabila aliacha chachu kubwa sana, na wale inaonekana wale ambao hawakutumika mwa ile renye ya Joseph Kabila nao inaonekana kama wako na manipulation na wale ndugu zao wenye walikuwa madarakani wakati wa Joseph Kabila. Safi kiongozi, lakini ukiangalia wazalendo hapo awali mlipokuwa mnaitwa wa Majimaji, mlikuwa na sifa ambazo zilipelekea mataifa mengi kuweza kuogopa, lakini pia wengine kuwakodi hata kipindi cha vita kwenda kuwasaidia vita vyao kipindi ambapo wanavamiwa. Lakini tangu tu mnapobadilisha jina kuanza kuitwa wazalendo, kumeonekana na utofauti mkubwa sana, huku watu wakishindwa kuelewa ni nini ambacho kimewapelekea nyinyi kubadilika kiasi kwamba hamfanyi tena kile ambacho mnatakiwa kufanya kwa raia. Hapo awali mlikuwa mkiahidi kufanya kitu na hapo mnaenda kufanya. Mkiahidi kukomboa mji, mnaenda kuukomboa na kuudhibiti. Lakini kwa sasa inasemekana kwamba mnabakia kuwa wazalendo wa mdomo kwenye media, lakini uwanjani kunakuwa hakuna kile ambacho kinafanyika kiongozi. Sasa unaweza kutuambia wazalendo wa sasa, kipindi ambapo mlikuwa mnaitwa Majimaji na kwa sasa unapokuwa mnaitwa wazalendo, unahisi utofauti uko wapi? Wewe peke yako kwanza hapo, unahisi kwamba utofauti uko wapi, na bora kipindi gani, na bora wazalendo wa kipindi kipi kati ya kwa sasa mnaitwa wazalendo na kipindi ambacho mlikuwa mnaitwa Majimaji kamanda? Ni kweli mtangazaji, unajua pindi tulipokuwa wa Maimai nguvu zilikuwa tena nyingi sana, kwa sababu tulikuwa hatuongozwi na kitabu cha sheria, tulikuwa hatufati mipangilio yoyote ile kutoka serikalini, isipokuwa tulikuwa tunatembelea masharti za mababu kulingana na jinsi wanavyoamurisha kwa kuipambana vita. Na ndio maana tunasema kama ili jina la uzalendo lilikuja kumaliza nguvu, lilikuja kuwaweka wa Majimaji katika mpangilio wa kusubiria serikali. Lakini unajua kama ilivyokuwa hapo awali, ilikuwa basi masharti ambayo yamepangwa yakikamilika, ikiwa ni siku 3, ikiwa ni siku 7, kwenda kwa mapambano moja kwa moja ni kwenda na hakuna kurudi nyuma. Na vile vile ukiangalia sisi tuko tunaenda tunajikuta ni kama vile huu ushirika wa serikali vile vile ilikuwa ni kutaka kujua nguvu za uzalendo, udhaifu wa uzalendo, na vile vile kwa sababu hata wengi wetu wanaanza kuvunja hata yale masharti ya kimajimaji kwa sababu ya kuwekewa mikataba na serikali, kwa sababu ya kuishi sehemu ambapo hawaweki tena mipaka kwa kuishi nayo. Na ndio maana tunasema na kila siku huwa tunahamasisha wenzetu kusema kwamba ni kwenda katika ule mpangilio wa kimajimaji na kuachana ile mpangilio ya kizalendo, kwa sababu Majimaji alikuwa hafati komandema ya region militaire, alikuwa hafati komandema ya secteur, isipokuwa walipokuwa kamanda wakishapanga tu kusema kwenda kukomboa eneo fulani, na ni moja kwa moja kuchukua hatua na kwenda kukomboa na hakuna kurudi nyuma. Lakini sasa kwa leo, kwa sababu wako su kontrole ya rade, wako su komandema ya FARDC, na ndio maana unaposikia wao repli strategique na wanasema no, ikiwa ni hamuta obeir repli strategique tunawaanzia. Na pindi sasa wanapojikuta adui iko mbele, FARDC ameshakuwa nyuma, wanabakia katikati, hili swala linaleta changamoto kwa sababu wanahofia kupigwa mbele na nyuma, kwa sababu unajua katika hizi repli strategique hawa FARDC ndio wanakuwa wa kwanza kufanya repli strategique, na pindi wanapofanya repli strategique kurudia kwa nyuma, wanawapa wazalendo nao amri ya kurudia nyuma, na wanawajulisha ikiwa wao watakataa kurudia nyuma basi watawapiga. Na ndio maana unakutana ile swala sasa linaleta changamoto, wanajikuta FARDC imeshafanya repli, imesharudia nyuma, adui iko mbele, wanajikuta wako katikati, wanakuwa oblige na kufanya ile repli strategique. Na ndio maana mimi kwa upande wangu naendelea kuilaumu RAD, kwa sababu RAD ilienda kukubali mikataba
ya kuwaweka wazalendo wawe sous controle, wawe sous commandement ya FARDC bila kuheshimu mikataba yoyote ile, aidha bila kuhusiana na wazalendo. Kwa sababu gani? Tukiangalia kwanza katika makubaliano ya RAD na gouvernement congolais, eske walikubaliana tu kama wazalendo watakuwa nyuma la jeshi la FARDC kama wa reservist? Hawakukubaliana kama wazalendo nao watapewa mshahara, kama wazalendo nao wanatakiwa kulipwa kama vile wanavyolipwa serikali ya jeshi la serikali. Na ndio maana sisi kwa upande wetu tunaendelea kulaumu RAD na kuona kwamba aliyekwenda kutumbukizia wazalendo mtego wa usiojulikana, mtego wa usaliti ni RAD. Unajua bwana mtangazaji, kitu kingine ambacho kinapunguza nguvu za uzalendo, kwa sababu majimaji huwa anatakiwa kuwa wa kujitegemea. Yaani kwa kutaka kula inatakiwa aguse mfukoni mwake atoe pesa. Leo naanza sikia tena baadhi ya vijana wetu wa kizalendo, nasikia anamnyang'anya raia kitu ili yeye akule kwa ajili ya ukosefu, na anapotumia kile kitu kwa kumnyang'anya raia kwa kingufu, moja kwa moja inakuwa inapunguza zile nguvu za kibabu, kwa sababu ni nguvu ambazo hazitakiwa mtu kutumia riziki asiyoichokea. Ni nguvu ambayo haitakiwa kuchukua riziki pasipo kupewa kwa idhini ya mwenye nayo. Lakini sasa, na ndio maana ikiwa sisi tunaendelea kulalamika na kuona ya kwamba serikali yote kwa jumla imechangia katika usaliti wa kuisaliti hii nchi, ni ile kuona inaendelea kumuweka mzalendo no prise en charge, inaendelea kumukosesha mzalendo kupata rasio, kupata motivation, na ili hali wanajua kwamba nguvu ya kwanza mzalendo inatakiwa kule halali, bimana asimuzulumu mtu ili akule, asichukue kitu kia raia ili yeye akule. Hata katika vitu vya adui kuna vitu ambavyo haviruhusiwe mzalendo kuchukua katika uwanja wa vita, lakini ndio maana unapozikuta nguvu zinakuwa ndogo, na ukosefu wa nguvu ni kuchangia kwa serikali, kwa sababu serikali ilikubali kuwa muzalendo ni reserviste d'arme, lakini haikumupa prise en charge, inaendelea kumudelese, inaendelea kumuabandone. Paske bwana mtangazaji, nafikiri waulize wabunge, waulize mawaziri, eske kuko budget fulani budgetize juu ya kusema kama wazalendo na wapate motivation, kwa sababu mzalendo hajalilia salere. Kwa sababu gani? Sisi tunajua ya kwamba tumejitolea kwa lengo moja, na lengo lenyewe ni kuidefendre patrie, kwa sababu siloga yetu ni la patrie ou la mort, na kukubali kuitetea bendera ya nchi. Isipokuwa bwana mtangazaji, hata mtu au maarufu, hakuna anayeweza kuwa maarufu na ili hali ana njaa. Tuangalie kama leo katika hii agression ambayo tumepata tokea mwezi wa pili, leo tuko na vijana wengi ambao ni walemavu, wamepata majeraha huko katika shamba la vita. Mmoja umekatwa mikono, wengine wameumia tumboni, wengine mikononi, lakini mpaka sasa hivi kuna baadhi ambao bado wanasumbuka hospitalini bila prise en charge. Kuna wengine ambao wanajikuta ameumia mkononi anakufa kwa sababu ya kukosa soins medicaux. Na ndio maana mimi naendelea kuilaumu na kuishutumu serikali, kwa sababu ikiwa M23 iko na nguvu, serikali yetu ni dhaifu sana, serikali yetu ni wazembe sana, kwa sababu hawajachukua hatua moja kwa moja ya kumsapoti mzalendo, ya kuonyesha ya kwamba wanaremercie kazi ambayo mzalendo iko nafanya. Na hivi vyote bwana mtangazaji, unajua huwa wanapotaka kuwavalisha wasiojua, huwa unakuwa unajikuta mizigo yote wanaitwika kichwa cha rais. Sio hivyo bwana mtangazaji, kwa sababu mimi naendelea kuwalaumu wabunge, kwa sababu raia anawachagua wabunge, raia anawachagua mawaziri ili kwenda kutetea haki za raia, ili kwenda kuitetea ardhi. Lakini tuangalie wabunge wetu wote wako kimya. Kwa sababu gani? Wengi wao wametumika na Joseph Kabila, wengi wao wako katika government, lakini wangali na manipulation ya Joseph Kabila. Na ndio maana kitu ambacho naweza nikazungumuza mkumaliza ni kuwahusia raia tusiwe tunadanganyiwa kila mara. Kwa sababu gani? Nafikiri raia yoyote wa Kongo yule akamate mwanasiasa au mbunge mmoja anachukua $11,000 par mois. Ufanye fois 12. Paske mwaka umoja iko na 12 mois, unafanya 11,000 fois 12. C'est ça et $20,000. Alafu unakamata unafanya
$120 000 fois 5. Unasikia bwana mtangazaji? Ça fait combien? C'est à peu près $700,000. Huyu mtu anachukua miaka 5. Alafu wewe hii miaka 5 ambao ulimchagua uko na sufrire, shangazi yako anauawa, dada yako anakwata mikono, vita asubuhi kama vile magharibi, ule mtu iko kimya, anakula bata, anakula mayai, wapi? Marekani, Kanada, Ubelgiji, anasubiri gisi vita itamalizika tena akuya kudanganye. Mwai $720,000 yenye alipata panda 5, anaenda chukua nini? Anaenda chukua mo $50,000, ananunua mazilipendwa, ananunua chumvi, ananunua mchele, anakuwa anakutupia zilipendwa, unaenda ukamchagua tena. Huu ndio ujinga ambao raia wanaoutumia, kwa sababu hawaoni ikiwa sisi tunaponzwa, ikiwa nchi inaendelea kuwa na aggression, ni ukosefu wa wanasiasa. Kwa sababu wanasiasa wetu wote kwa jumla wamesoma tu ni lugha. Kwa sababu laiti haingelikuwa lugha, Rwanda haingeendelea kuichezea Kongo ambao ina wasomi, iko na waprofesseur ordinaire ambao wanafundisha Canada, Belgique, sijue France, Amerika, lakini wanaongozwa na watu wasiojua kuongea Kifaransa. Wanaongea na watu ambao wengi wao hawajua hata kuongea Kiswahili. Wengi wao bado hawakupita yando, hawajatahiriwa, lakini wanaendelea kuwaongoza wasomi. Tukiangalia katika nchi ya Rwanda, bwana mtangazaji, mimi sidhani kama kaeneza milioni 15 ya wakaaji, lakini Kongo tuko na 100 et plus de millions, na ndio maana tunasema Kongomani alipigwa mkichwa kwa sababu wasomi wetu ni viwelewele. Okay, asante sana kamanda, na kushukuru kwa mtazamo wako, lakini pia kwa maoni yako chanya ambayo umezungumzia yale ambayo kwa maoni wako na kwa mtazamo wako kuhusiana na hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mpendwa msikilizaji, kama nilivyokuambia kwamba tuko kwenye mjadala kuweza kujua chanzo kinachosababisha wazalendo kushindwa kusonga mbele na kukomboa maeneo ambako waasi wa M23 wanadhibiti, lakini pia kuweza kujua ni kipi kifanyike. Hivyo ukiwa mmoja kati ya mfuatiliaji wa mada zetu, na kuomba kusubscribe channel hii, kucomment, lakini pia kushare. Usisahau kutuambia kwamba na wewe pia una mchango gani, una maoni gani kuhusiana na hiki ambacho wazalendo hawa wamekizungumza kutokana na hali ambayo inaendelea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mpaka hapa tunaweka kikomo katika uchambuzi wetu wa habari za mchana, na kuambia tu tuko pamoja tena katika habari zetu za hapo baadaye, ambako hatulali, tunaendelea kukutafutia habari za ukweli na za uhakika ili update upate kujua yote ambayo inaendelea kuripotiwa sehemu mbalimbali mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mimi ni mtangazaji wako Ramsi Ramadhani, na hii ni channel yako Amani TV Media.